12 mstari wake wa pili. Waroma 12 mstari wake wa pili. Waroma 12:2. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate kujua sana mapenzi ya Mungu. Mpate kujua sana mapenzi ya Mungu. Yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Tena nisaidie tukise tu mmoja mkono mwambie nimebadili mawazo. Natangaza usiku wa leo mtu atabadili mawazo hapa. Nasema usiku wa leo mtu atabadili mawazo hapa. Mawazo ambayo yalikuwa yamekutesha kwamba hautaenda mahali, nimekuja kukutangazia utayabadili usiku wa leo. Mawazo ambayo yalikuwa yamekuambia tutakufa kama wengine, utayabadili kwa jina la Yesu. Mawazo ambayo yalikuwa yamekuambia ya kwamba wewe ni kama wengine, usiku wa leo utayabadili. Kwa sababu nimetumwa nikwambie somo yetu ni very simple. Nimebadili. Haleluya. Haleluya. Tunaweza kuketi kwa dakika chache. Nimebadili mawazo. Watoto wa Mungu, wakati shetani anataka kumshika Mkristo, shetani huwa anatumia vitu tofauti. Lakini mmoja wa vitu anavyovitumia ni mawazo yetu. Haleluya. Mawazo yetu. Unajua mtoto wa Mungu, katika uumbaji wa Mungu, mwili ni kava ama kifuniko, na roho ni mtu, na nafsi ni senta ya uamuzi. Na ndio kwa maana Biblia inasema nafsi inayofanya dhambi itakufa. Kwa nini? Kwa sababu uamuzi wa mtu, akili ya mtu hufanya uamuzi kutokana na nafsi. Na wakati shetani anapotaka kumshika mtu, shetani anashika nafsi. Kwa hivyo ndio kwa maana Biblia inasema mwili ni dhaifu, lakini roho ni raji. Na vita katikati ya mwili na roho haiko vita vingine, lakini ni vita vya kupigania nafsi. Anayeshinda nafsi anashinda mwingine, anayeshika nafsi anashika mwingine. Kama unanisikia sema nasikia. Vita kati ya mwili na roho ni vita dhidi ya nafsi, kwa sababu mwili na roho hupigana, kwa sababu vyote viwili ni masters. Huyu ni mtawala wa hiki na huyu ni mtawala wa hiki. Mwili anatawala. Bila mwili duniani wewe hauna maana, na bila roho mbingu haikujui. Sasa mwili anapigana ajulikane kwa vyake, na roho anapigana ajulikane kwa vyake, na wote wawili ili kwamba wajulikane ni sharti washinde nafsi. Anayepata nafsi anapata ushindi ya mwingine, kwa sababu ni watatu wakipigana, wote wanapigania huyu atakayembeba, ana huyu anakuwa mdhaifu. Na ndivyo mwili na roho ushindana kila wakati. Biblia inasema kwa kitabu cha Mwanzo sura 2 ukisoma kutoka mstari wa 7 ya kwamba wakati Mungu alipomuumba Adamu, akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai, ama akawa kiumbe kilicho hai. Kwa sababu Mungu alichokiumba ni roho na alichokitengeneza ni mwili. Kuna tofauti kati ya kutengeneza na kuumba. Kilichoumbwa ni roho, kilichotengenezwa ni mwili. Kwa sababu ukisoma Mwanzo sura 1:26, Mungu anasema tumuumbe mtu, let us create in our own likeness. Na Biblia inasema in the likeness of God, katika umbo la Mungu ama kufanana na Mungu. Mungu akafanya mume na mke, lakini walikuwa ni roho. Ukienda sasa kwa Mwanzo sura 2, Biblia inasema na tufanye. Na kwa matope Mungu akafanya mtu, na huyu aliyefanywa ni mwili. Alafu Mungu akachukua aliyeumbika kwa Mwanzo 1 akampulizia kwa aliyefanya, na huyo mtu ambaye ameumbika na huyo ambaye amefanywa walipokutana ndani yao wakaproduce kitu inaitwa nafsi iliyo hai.
Haleluya. Na ndipo mtu akawa mzima. Kwa hivyo mwili ni master, ni kiongozi hapa duniani, na roho ni kiongozi katika kumfanana Mungu. Kenye kinafanana Mungu kwako sio hii udongo, ni hiyo iliyo ndani. Na kinachokufanya wewe usifanane Mungu duniani peke yake, lakini pia uitwe mtu ni mdogo. Halo? Udongo. Sasa vita kati ya mwili na roho ni vita kupigania nafsi. Nani atakayeshinda nafsi ili uanzi utakaofanyika umfurahishi yeye? Huu mwili ukishinda nafsi, maamuzi yote yanayofanyika ni ya kufurahisha mwili. Na roho akishinda nafsi, maamuzi yote yanayofanyika ni ya kufurahisha roho. Kwa hivyo wanapigana, anayeshinda kubeba nafsi anatawala mwingine. Watu wengi wako hapa, kinachowafanya watawaliwe kimwili ni kwa sababu miili yao ndio ilishinda nafsi. Kwa hivyo uamuzi wanaoufanya ni uamuzi ambao mwili umekumbatiana na nafsi. Lakini leo ninaomba Mungu akupe neema, ubadili mawazo, nafsi yako isikize roho, kwa sababu roho yako ndio inafanana na Mungu. Kama unanisikia sema nasikia. Uamuzi kama mfano namna gani? Wakati unaamuka, acha nitumie mfano ya saa 10 za asubuhi. Mwili wako ukuambia saa hizi ndio baridi yote ya Nairobi inakuwaga inapita ikielekea Machakos. Vuta blanketi ujifunike zaidi. Na roho anakuambia saa hizi ndio mbingu usikiza wanaoomba. Sasa nafsi ndiye wanaambia, roho anaambia nafsi, mwili anaambia nafsi. Ikiwa utakokota blanketi na unawekelea hivi, jua ya kwamba siku hiyo roho yako amegongwa. Na ikiwa utaamuka kwa hiyo baridi ukakunja magoti, jua ya kwamba roho yako ameshinda na ni mwili ndiye ametii. Halo? Sasa jiulize, uamuzi ngapi umefanya kwa maisha yako ambayo imehakikisha ya kwamba roho yako imefungwa na mwili wako? Roho yako haina mamlaka zidi ya mwili wako. Twende kanisani. Tena kwenda kanisani, unajua tutatoka saa 5. Acha tu nitaombea hapa. Tayari mwili yako imesha kukuconvince. Twende kanisani, unapiga hesabu ya vile nitenda nisimame stage. Ningojee matatu. Alafu baada ya matatu nipande. Na mwili yako unakupatia excuses zenye zinaeleweka. Mpaka inaanza kuambia, wewe unafikiria pasi anakutaka kanini kanisani? Siku kwanza utaingia kwa gari mtu au sara mbeba. Anafika hapo na anaanza kuhubiri. Wewe utapigwa na baridi kwa barabara, na baada ya baridi kwa barabara tena utafika hapo hata kihubiri hautaelewa niko nasema. Nitasikizia hapa. Na leo Bwana anatuma nikwambie kuna uwezo wa kubadili mawazo. Nasema kuna uwezo wa kubadili mawazo. Kuna uwezo wa kurudishia muumbaji nafsi yake, kumwambia tena Bwana ninataka kutembea na wewe. Sasa tofauti ni nini? Wanaotembea wakati mwili wao umeshinda nafsi zao ni watu ambao maamuzi yao yote ni natural. Halo? Unajua hii imetendeka kwa sababu ya hii. Ukiumwa na kichwa, meza Panadol. Na ukimeza Panadol ikikataa, meza mara moja. Ikikataa, jaribu shauri ya daktari. Inaeleweka, very simple, natural. Walioshinda nafsi zao kupitia roho wanaelewa ya kwamba kila kinachofanyika duniani kina sikio. Ukinena nacho katika roho kitasikia. Magonjwa usikia na kila nguvu usikia. Ndio wale watu ambao ukiwakutana unawaona ni kama wazimu, lakini hiyo wazimu yao ndio inawaweka. Allah, tukisema jirani yako mwambie nitabadili mawazo. Anapoongea anaongea kama wazimu, anaongea kama vitu vingine ambavyo hauelewi. Anakuambia ya kwamba nitapona, na unamuuliza utapona namna gani? Anakuambia kwa sababu aliyenifilia msalabani alibeba magonjwa yangu. Anapoomba anapona. Anapona na hajatumia dawa. Unajiuliza ni kwa nini? Kwa sababu roho yake ilishinda nafsi yake na ina uwezo ya kufanya maamuzi ambayo mwili pia atatii. Maamuzi mengi ambayo tunayafanya
kama watoto wa Mungu yanatokana na yule ambaye anatutawala. Yanatokana na yule ambaye tulifanya master of ourselves. Yanatokana na yule ambaye tulipatia mlango wa kutawala juu yetu. Kama ni roho anatawala, basi maamuzi yote tunayoyafanya, nafsi anaungana na roho, na hayo maamuzi ni ya kiimani. Lakini yakiwa yanatokana na mwili na nafsi, ni maamuzi ya kiakili. Ijapokuwa watoto wa Mungu, muujiza haujawahi kutendeka kiakili. Halo? Hakujawahi kuwa formula ya kwamba ni sharti uweke 1, 2, 3 alafu zikiungana hivi zina produce miracle. Hiyo ni mathematics. Lakini ikiwa ni mambo ya kiroho, Biblia inasema mambo ya kiroho kwa wasioamini ni upuuzi. Ni mambo ambayo yanakaa kama wazimu. Lakini yanapoanza kutendeka, yanaleta matokeo ambao walio katika mwili wanabaki wakishangaa. Umewahi kuona mtu ambaye kila siku ushangaa? Halo? Nilikuwa natumia mfano ya mmoja wa watoto wangu wa kiroho ambaye tulitoka mimi naye Ngong siku nyingine, tunaenda kwa mkutano mahali. Huyo kijana kutoka Ngong ananielezea vile Mungu amekuwa akimtumia maajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisikia sauti unasikia huyu kweli Mungu anamtumia. Baba, Mungu amekuwa akinitumia maajabu. Mambo yamekuwa yakishangaza watu. Hata katika huo mji mahali ninakaa Kampala, mambo ni yake maajabu. Naambia amen. Tukafika mahali tunaenda, nikamwambia kijana wangu mimi nitaintroduce tu, nikifika katikati nitakukaribisha, alafu uachilie milipuko ya hiyo Mungu anakufanyia. Hamna shida baba. Na tukaenda tukafika, tulipoanza mkutano, na palikuwa na mama mmoja alikuwa anakaa kama kiti cha nne, alikuwa amekuja na crutches. Na nikiwa ninahubiri nikasikia Roho Mtakatifu anasema kwenda uchukue hizo crutches na uambie huyo mama atembee. Nilipoenda nikachukua hizo crutches na nikamwambia huyo mama simama na utembee. Huyo mama aliposimama kutembea, huyo mama alienda hivi na kijana wangu akaenda hivi. Lakini tofauti ni moja, huyo mama anatembea hivi, kijana wangu karibu aweke lema huko. Ulemavu kataka kumshika huko. Papa, sijawahi kuona hii. Sijawahi kuona hii. Nikimwangalia akaenda. Nikamfuata karibu hivi. Watu wanaomba, nikimfuata na naambia, niwache. Naomba nini? Sijawahi kuona hii. Sijawahi kuona hii. Nikajiuliza, kijana, mbona umenitesa? Mungu amekutumia sana. Nikitaka kumpea microphone namwambia wewe ndiye utafanya. Nilipokuwa ananiambia mzee usinijaribu. Kwa sababu wanaotembea na vitu vya mwili, vitu vya roho washtua. Wanaotembea, wanaojifunza, unajua kuna hiyo kukaa kwa TV, unasikiza wahubiri, unaandika notes, na unaenda tafuta mahali yenye wajui jina zao, unawagonga hizo manotes. Unasikiza huyu mpaka mahali hata una quote historia yenye ilifanyika California. Unatugonga California hapa ni kama California ni nyuma ya sabaki. Kwa sababu tumezoea mambo ya kimwili sana. Ijapokuwa mwili utupatia information. Natural things reveal to us information, but spiritual things reveal to us only the Rhema part of God, which is called revelation. Huwezi kupata mafunuo kimwili, unapata mafunuo kiroho. Ninaomba leo Mungu akutoe kwa habari za kujulikana za historia, akubebe kwa mafunuo ambayo ndiyo roho anataka uelewe. Na ili kwamba hiyo ifanyike, mtoto wa Mungu, ni sharti leo ubadili mawazo. Ni sharti leo uamue ya kwamba jinsi yangu ya kufikiria itabadilika. Unaanzaje kubadili mawazo? Moja ni kwamba unabidi uelewe ya kwamba watu wote walio duniani waliumbika na Mungu.
Na ikiwa Mungu anaweza kutumia yeyote yule, anaweza kukutumia na wewe. Kama unanisikia sema amen. Ikiwa Mungu anaweza kutumia Ackson ambaye alizaliwaka kwa Ulambo huko mahali inaitwa Katutu. Hata hiyo jina nikirudia mara 3 huwezi kuishika. Lakini Mungu akasema atamtumia, hata wewe atakutumia. Unapoanza kukubali ya kwamba sote tumeumbika na Mungu, na vile anavyotumia wengine waliojiachilia kwake, ndivyo anaweza kunitumia. Mawazo yako yanaanza kubadilika. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya pili, utaelewa ya kwamba Biblia inasema kwa kitabu cha Timotheo wa pili, ukisoma Timotheo wa pili vizuri, Biblia inasema ya kwamba katika nyumba kuna vyombo vingi, vimoja vya dhahabu, vingine vya miti, vingine vya matope, lakini vyote vinafaa kwa nyumba ya mwenye navyo. Chochote kinachojitakasa, chombo chochote kinachojitakasa katika nyumba, mwenye nyumba ukitumia, sio tu vyombo vya dhahabu hutumiwa, lakini hata vya matope vikitakaswa hutumiwa. Kwa hivyo unaanza kuelewa ya kwamba siri kati ya Mungu kutumia watu wake ni utakaso. Kwa nini watu wengi hutembea na nguvu za Roho Mtakatifu? Sio kwamba wana roho tofauti, lakini walielewa ya kwamba haitwi roho, anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo utakatifu ndiyo code. Hello? Utakatifu ndiyo password. Utakatifu ndiyo secret code inayofanya huyo roho atumie roho za watu duniani. Kama unanisikia sema amen. Nikisema nako mwambie utabadili mawazo leo. Kwa hivyo usiku wa leo Mungu anamtuma nikuambie kwamba anataka kuleta mlipuko wa uamsho hapa kwetu. Anataka kuleta mlipuko wa uamsho katika dunia, na anahitaji watu waanze kuelewa ya kwamba sio wale wataleta uamsho, ni sisi tutaleta uamsho. Kama unanisikia sema nasikia. Acha kunyoshea watu mikono, ubadili mawazo yako, uanze kujinyoshea mkono. Uzuri wa mkono wa mtu ni kwamba nikikupointi hivi Priscilla, hii 3 haiwezi kukupointi. Inanipointi mimi. Moja ndio yako. Lakini mimi hizi zinaniambia hata wewe kenye unamwambia uko hivyo hivyo. Kwa hivyo usiku wa leo, amusha akili zako, ubadili mawazo. Hii mchezo ya kuumwa na kichwa usiku, unatafuta panado kama hakuna kwa nyumba, ili ukatishe usingizi wa mchungaji. Mchungaji ameshinda akifanya huduma mchana mzima, saa 8 za usiku simu Pastor Silani, okay, nichukue usingizi wangu nikupee. Hiyo mchezo tutawacha. Ni muda wa kubadili mawazo. Ni muda ya kujua ya kwamba huyo Mungu wa Pastor Ackson ndiye Mungu wangu, atanitumia hata mimi. Ikiwa nimeona akitumia wengine, ni muda wa kutumiwa na Mungu. Angalia jina lako, mwambie atakutumia wewe. Kitu cha pili ni kufunga masikio kutoka kwa watu na kuyasikiza kwa Mungu. Mtoto wa Mungu, hakuna yeyote atakaye badili dunia akiwa na masikio yanasikiza mahali pote pawili. Halo? Masikio yako na macho yako ni sharti yatoke kutazama lile watu wanasema na wanafanya, yaanze kutazama lile mbingu limesema na linafanya. Niliwauliza hapa siku moja, ni nani yule ambaye ana uwezo wa kuangalia jicho moja hivi angalie kile, lingine liangalie hapa juu? Nani kati yenu kuna hiyo uwezo? Hii jicho yako moja ya kuume iangalie kile hapa, na hii nyingine iangalie hii silende hapa. Nani anaweza kujaribu? Hivyo macho yako hayana uwezo ya kuangalia mtu na juu, ndivyo macho yako ya kiroho hayana uwezo ya kuangalia watu na Mungu. Ni sharti uamue ni nani unaangalia kwa dakika hiyo. Ikiwa ni watu, basi uangalie watu na ngazi zako zitakuwa za watu. Lakini ikiwa ni Mungu, macho yako yote ni sharti yaangalie juu na mambo yako yatakuwa ya kimungu.
Haleluya. Kama unataka kubadili dunia, cha kwanza utabadili mawazo, kwa sababu hakuna dunia ambayo itafiti kwa mawazo ambayo imefungwa. Ndio Bwana ananituma nikwambie, badili jinsi ya kuwaza, badili jinsi unavyomuona, badili jinsi unavyomfikiria. Utakapopanua ngazi zako za kufikiria kimungu, ndivyo mambo yako yataanza kubadili dunia. Haleluya. Kuku akichikwa amefungwa ingoho, ikiwa imefungwa kwa muda mrefu, imetolewa ushago, imefungwa miguu. Pole yako ukienda kwa basi ambao kuku zimefungwa zimewekwa hivi, zinakuwa zinaachilia maajabu huko. Sasa hiyo kuku ikiwa imefungwa, ikifika nyumbani alafu mkaifungua miguu, mkaifukuza, hiyo kuku huwa haikimbii. Hiyo kuku ukifukuza na manake unajiuliza what is happening. Hello, kama unataka kujaribu uende uniletee tu kuku, kesho nitakuonyesha. Ukifukuza huwa haikimbii. Kwa nini huwa haikimbii? Kwa sababu katika instinct yake imerekodi ya kwamba imefungwa. Hata ikifunguliwa huwa haikimbii mpaka itakapo tena anza kurekodi ya kwamba imefunguliwa, ndio inaanza kutembea. Na inaweza kukaa hapo kwa muda mrefu mpaka irekodi ndani yake ya kwamba imeshafunguliwa. Wakristo wengi waliwekwa huru na Mungu, lakini akili zao zilibaki zimefungwa ya kwamba nyinyi mlikuwa mmefungwa kwa dhambi, nyinyi mlikuwa mmefungwa kwa mila, nyinyi mlikuwa mmefungwa kwa kitamaduni, nyinyi mlikuwa mmefungwa kwa vitu fulani. Sasa jinsi ya kuanza kutembea kiumungu imekuwa ngumu, kwa sababu akili zao hazijarekodi ya kwamba wokovu sio kwenda mbinguni peke yake, lakini pia ni kuenjoy freedom duniani. Angalia jirani yako, muulize, wewe bado unafungwa? Na ndio unakutana watu wako kanisani, lakini kila siku ni pastor, niombe. Tena niliona ni kama niombe. Pastor, niwekelee mkono. Sasa jamani, tutakuwekelea mkono mara ngapi? Umeshafunguliwa. Acha ingie kwa kichwa chako ya kwamba uko huru. Na unapotembea jua uko huru. Sauti inayokuambia ya kwamba umefungwa, uikumbushe ya kwamba shetani tu ndiye hatawahi samehewa, wewe umesamehewa. Am I talking to somebody here? Whenever Satan is trying to remind you of your past, remind him of his future. Mwambie shetani, heri mimi unaongea kuhusu kilichopita, wewe ninakwambia kinachokuja. Kinachokungoja ni moto, mimi kinachoningoja ni uzima wa milele. Kwa sababu Biblia inasema mkitubu dhambi zenu, yeye ni mwaminifu na wa haki kuwakubali. Sio dhambi zenu fulani. Biblia haijataja dhambi za aina fulani. Dhambi zozote zile unapozitubu, Mungu ni mwaminifu na wa haki kukusamehe. Leo nimekuja kukutangazia wewe uko huru. Hauko katika minyororo ya miaka iliyopita, hauko katika mikosi na laana za kifamilia. Uko huru. Kama unaamini sema niko huru. Sema niko huru. Haleluya. Uko huru, mtoto wa Mungu. Mambo yaliyokufunga hayakufungi tena. Ukiendelea kufikiria wewe umefungwa, ni akili zako shetani anachezea. Na ndio kwa maana nimetuma leo nikwambie utabadili mawazo. Nasema utabadili mawazo. Nasema utabadili mawazo. Laana zote za kifamilia haziko juu yako, kwa sababu zikiwa juu yako, nguvu ya damu ya msalaba haina maana. Ikiwa alikufa msalabani juu yako na alivunja laana za maisha yako, wewe ni huru na ni huru na ni huru, na hakuna lolote lile lililo juu yako. Unapotembea, tembea kama mtoto wa Mungu. Unapofikiri, fikiri kama mtoto wa Mungu. Amen. Alipokufa msalabani, alijua ya kwamba ulikuwa mwenye dhambi, na ndio kwa maana haki yako ya urithi alikurudishia. Unapoomba, acha kuomba ukiogopa. Kuna wengi ambao maombi yao haina nguvu kwa sababu akili zao zimefungwa. Leo watabadili mawazo. Unapoanza kuomba, unaombaga 3 hours uko nalilia Mungu akusamehe. Na ikinyuko naambia Mungu akusamehe, ulikiombaga akusamehe 2 years ago.
Unapoanza tu Baba katika jina la Yesu, unasikia kisauti kinakwambia hata wewe. Kwa hiyo Paul ulitowaka. Unaanza omba nini? Baba samehe Paul. Hata Katoliki ndio ulitowaka kaishaenda mbinguni kitambo. Na Mungu ameshakusamehe kitambo. Halo? Mungu, nimeona mimi ni muuaji. Wewe muuaji kuliko Musa. Wanakuambia Musa yuko wapi sasa hivi? Musa yuko mbinguni mpaka siku yenye Yesu anataka aenda kufa, Musa anakuja kumuongolesha. Musa alikuwa na uwezo ya kwenda kuongea na Yesu, anamwambia, "Hey Buddha, inaonekana unataka deli. Unaonaje?" Yesu anamwambia, "Hey bwana, mimi nataka deli bwana." So unajua wewe Musa ulikufaga huko mlimani. Wewe nija hata ukukufa ulikimbiaga kifo kakimbio kaingia kwa wachaji wote tukakupeleka. Mimi nimeona watanitemea hapa. Biblia inasema walikuwa wanajadiliana juu ya kifo. Musa mwenye aliuaga mtu na akamvita chini ya mchanga, alipojikubali ya kwamba amesamehewa, akapewa fursa ya kuenda kutia Yesu Kristo moyo wakati anataka kufa. Sikiza jirani yako mwambie jikubali amekusamehe. Haleluya. Ikiwa Musa ambaye alikuwa muuaji alipewa neema katika wakati ambapo neema ilikuwa haijakuwa. Yesu Kristo alileta neema, Musa alikuwa amekubalika tayari na kutumiwa na Mungu. Ikiwa Mungu alitumia Musa, Mungu atakutumia na wewe. Nasema ikiwa Mungu alitumia Musa, Mungu atakutumia na wewe. Wewe umeshaonana na Yesu hivi? Umeshakaa na Yesu? Petro alimkana hivi live. Tena mbele ya mbochi. Mbochi anamwambia, "Wewe ulikuwa na Yesu." Yesu anamwambia, "Ongea pole pole. Yesu tu unaongea ina maana." Anamwambia, "Ndio wewe ulikuwa na Yesu." Shida. Yesu anaangalia Petro hivi. Yesu anasema, "Jamani." Tena kinasonga hivi, mwingine anakuja. Anasema, "Unaona hata kutembea yake?" Petro kama alikuwa anatembea hivi. "Unaona hata kutembea yake?" Ana change. Anamwambia, "Wewe unishinde?" Hata kusema kwake. Petro. Lakini Biblia inasema alipogundua ya kwamba jogoo imeweka na ameisha mkana mara 3, akalia kwa uchungu, sio kutubu. Na Yesu aliporudi, Yesu akagundua ya kwamba hata kama hiki kilionekana ninakihitaji. Ninahitaji hiki. Yesu akakiuliza, "Petro, unanipenda kuliko hawa?" Petro akamwambia, "Sio unajua." Yesu akamwambia, "Wewe lisha wana kondoo." "Petro, unanipenda kuliko hawa?" Yesu, "Sio unajua." Yapita Yesu akamwambia, "Wewe chunga wana kondoo." Kinafikiria imeishia hapo. Yesu, "Tena wewe Petro unanipenda?" Yesu inapita. Yesu anamwambia, "Wewe lisha wana kondoo wangu." Maana yake nini? Petro, hiyo kunikana nimeisamehe. Niko tayari kukutumia. I came to tell somebody today, wewe na madhaifu yako, Mungu anakungoja saa hizi. Ukibadilisha mawazo atakutumia. Hiyo kinywa ambayo shetani alikwambia ilikuwa inatusi watu, inaweza kuhubiria watu. Hiyo mikono ambayo uliambiwa ilikuwa inamwaga damu, inaweza kuwekelea wagonjwa wakapata kupona. Hiyo mwili iliyotumika kwa dhambi inaweza kuombea watu na wakajaa Roho Mtakatifu. Kama uko tayari sema nitumie Bwana. Tumie Bwana. Kama uko tayari sema nitumie Bwana. Tumie Bwana. Haleluya. Leo jioni leo nimekuja kukuambia utabadili mawazo. Nasema utabadili mawazo. Nasema utabadili mawazo. Nasema utabadili mawazo. Haleluya. Unafikiria wewe umefanya dhambi, wewe unashinda mtu anaitwa Saulo. Saulo alisimama mbele ya watu wenye wanaua Stefano. Anawaambia, unataka kumchapa mawe? Baba Mose, na unataka kumchapa mawe? Toa hiyo jacket isirukiwe na damu. Nipende kushikia. Na Biblia inasema wakawa wanaleta manguo, wanawekelea kwa miguu ya Paulo. Sauli anaangalia hivi. Na baada ya hiyo, Sauli akaona ya kwamba hakuna deal kama kutesa watu. Akaenda kaomba, yeye akasema, kama mmewatesa just kuwaua hivyo kiolela, mimi sitaki, mnipe barua, nitawaua officially.
Kama mmekuwa mkiwaua kimagendo, mimi sitaki eti walimshuti huko kwa barabara akakufa. Hapana, mimi wakiniona tu wanaona kifo. Na jamaa kaanza katika hali ya kuenda. Biblia inasema Mungu akatokezea yeye akamwambia Sauli, kwa nini unanitesa? Sauli akamuuliza, wewe ni nani? Akamwambia, mimi ndiye Kristo unayemuuzi. Kumbi mwenyewe alikuwa naua watu, anaweza pata neema ya kuulizwa na Kristo. Kwa nini Kristo akamwambia Sauli, kwa nini unanitesa na mkate kichwa? Mwenye alikudanganya ya kwamba Mungu ni muuaji, leo utabadili mawazo. Mungu ni baba, tena baba wa upendo. Iko tayari usiku wa leo, amenyosha mikono yake namna hivi. Anakwambia, mtoto wangu kuja, ninatafuta wa kutumia. Ufalme unahitaji wa kutumiwa, sio wa kuuawa. Tikisajana yako mwambie Bwana atakutumia. Mwambie Bwana atakutumia. Mwambie Bwana atakutumia wewe. Haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, lawama na mikosi ambayo unajijaza kwa kichwa ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, mimi sistahili, mimi sifai, dhaifu mimi, dhaifu wewe, utaamuka leo. Akili zako zitabadilika leo, kwa sababu Bwana ana haja na wewe. Nasema Bwana ana haja na wewe. Kama unasikia sema haleluya. Na ndipo wakati Sauli aliposhikwa mateka, Mungu alijua ya kwamba nikituma Sauli kwa Petro, vitu viwili vitafanyika. Kwanza, Petro atamlipisha hizo za hiyo prison. Wewe ndio ulikuwa unaenda kutuuba. Unataka Bwana Yesu? Vile vile wewe unafanya wale ambao wanakuta kwa Kristo. Mtu anakuja anakuelezea magumu yake, unaifanya wimbo ya mtaa. Wewe ndiye Kristo. Wewe umeshakufia mtu wewe. Kuna mtu umeshakufia. Ukisimama na yeye hivi kanisani, aseme as long as ninasimama na yeye, Roho Mtakatifu hashuki, kwa sababu wewe ndio unamshushaka. Umeshajifanya mtakatifu kuliko mafuta. Nikiwa na yeye hivi, hata tukikutana na mimi na pastor hivi, tukiusalimiana tu hivi, nasikia roho inashuka. Lakini nikikutana na huyu yetu tukisalimiana, nasikia roho inapotea. Kwani walikwambia ni roho gani hiyo? Ni network ya nani? Ya yu. Kisa jirani yako mwambie, kama Yesu Kristo ndiye alikufia, basi ni yeye atakutumia. Watu waache intimidate. Watu waache kukudanganya, kukufinya. Leo Bwana amenituma nikutangazie, badili mawazo. Iko na mpango mkubwa na wewe. Anachokihitaji tu ni wewe kubadili mawazo yako. Kumwambia Bwana, nimekubali ya kwamba mimi sikukuwa nafaa, lakini sasa unitumie. Atakutumia. Nasema atakutumia. Nasema atakutumia. Kitu ya pili iliyofanyikia Sauli ni kwamba Yesu aliona ya kwamba nikituma Sauli huko ataringa mapema. Yesu akatuma Sauli kwa mtu mwenye hajulikani. Akamtuma aende kwa Simoni, mwingine mmoja hivi anaitwa kama Anania, hajulikani, huko Damascus. Na atafanya huko siku 3 za maombi, forced fasting. Alafu huyo ndiye atakuja kumwambia cha kufanya. Akamwanzishia kwa watu wa chini ili kwamba maringo ya ujuzi ipotee. Alipoamuka hapo, Paulo, Biblia inasema siku yake ya kwanza kuingia kanisani, huyo ndugu Anania anakuja kumpresent watu. Anania anasema, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na mgeni wa rasmi ambaye ninataka kuwaonyesha leo kanisa, ndiye atatushare neno la Mungu. Wekeni mikononi pamoja tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Saulo. Alipotokea kwa mlango hivi, kanisa yote, kila mtu akakimbia. Watu wakasema Anania anakuwa mgonjwa. Saulo anaingia, mgonjwa nimeokoka. Wewe uokoke peke yako huko. Kila mtu. Kama ni wewe, unaendaje? Unarudi unaambia Mungu, hii yenye umeniitia sio yangu. Nimeingia tu hivi katikati ya watu wamekimbia. Ninataka kuambia hata mimi Yesu ameniokoa, nimekuwa mmoja wenu. Akuokoe peke yako. Lakini kwa sababu alikuwa amebadili mawazo,
Zaidi walikimbia, zaidi alitembea mpaka siku alikutana na Barnaba. Barnaba akampeleka, akaenda kaambia wale wazee ambao ndio wazee wa mji sasa kina Petro, akawaambia huyu amebadilika. Wakamwambia tutamtest, atumwamini huyu. Anatafuta ajue siri zetu alafu atuue. Lakini Petro akiwa katika kumpinga, bado Roho Mtakatifu alikuwa anamconfirm. Hata watu wakupinge namna gani, utakapobadili mawazo ni mbingu zitakutangaza, sio wewe utakitangaza. Ninaomba leo mbingu zikubadili mawazo. Kama unasikia sema haleluya. Naomba leo ubadili mawazo, mtoto wa Mungu, ili kwamba miujiza, ishara zianze kutendeka na wewe. Huyu Paulo, Biblia inasema ya kwamba alifanya vitu ya maajabu katika huduma yake. Na Mungu hakuwa na hesabu tena kwamba ni alikuwa anaua watu, akaanza kufufua watu. Siku moja alifanya mkutano, akahubiri masaa 12. Na alipohubiri masaa 12, mimi nikihubiri tu saa 1:30 mnaanza kulala. Paulo akahubiri masaa 12, mtu anaita Eutiko akaanguka kanisani akafa. Alikuwa anakaa kanisani, mahubiri kakulea mpaka akajazwa. Na anakaa kwa ghorofa. Akaanguka na akafa. Paulo akaja akamwangalia, akamwambia, wewe, hii mchezo unakuja kufanya kwa ibada yangu utaacha wewe. Amka kwanza. Akamwamsha, akamwambia keti hapo. Akaketi kisha akaendelea kuhubiri. Akachapa ingine kama 6 hours. Ni kama hakuna kitu kimefanyika. Watu wote wanajiuliza Mungu anamtumia viwango vya maajabu na mbona gani? Ni kwa sababu alibadili. Alikubali ya kwamba siku moja nilikuwa Sauli na niliitesa kanisa, lakini sikubaki Sauli milele. Leo nimebadili mawazo. Huyo aliyeteseka kupitia kanisa anaanza kuzaa matunda ya kanisa. Ninaomba Mungu akupe neema leo. Nasema Mungu akupe neema leo. Dhambi zingine hata Mungu ameshazisamehe, kazi yako kwenda kuzifufua unamletea. Gani yenyewe inakaa ni kama Mungu ona hii. Mungu anasema tena hii mifupa ya kuoza anaitoa wapi tena? Halo. Kwa sababu Mungu akisamehe anasahau. Na nguvu moja tu ya shetani ni kwamba akikosa dhambi unayoifanya saa hizi anakukumbusha dhambi uliyoifanya. Lakini anachokisahau ni kwamba chochote ulichokifanya mbeleni kiko chini ya damu. Tikisa jirani yako mwambie utabadili mawazo. Kwa hivyo ujiulize, mtoto wa Mungu, ikiwa Mungu alitumia wale ambao walikuwa ndio makashindi, watu wenyewe walikuwa wanajaa dhambi za nguvu, ataachaje kukutumia wewe? Wengine wenu mko mnasema mimi nilikuwa kwa nyumba, nimekuwa nikienda kwa waganga. Waganga wao, unajua waganga wewe? Kuna watu walienda kwa waganga, lakini Mungu anawatumia. Walipobadili mawazo, Mungu akawatumia. Usiku wa leo ninaomba Mungu akusaidie uelewe ya kwamba ulichokifanya hakitakuwa na nguvu zidi ya damu ya Kristo. Acha kupatia dhambi zako nguvu zidi ya neema. Na uache kufikiria ulichokifanya kitambo utaendelea kukifanya kwa sababu hakiwezi kusamehewa. Kimeshasamehewa, wewe ukiache sasa. Kama unasikia sema neno. Wanasema hiyo tu ni dhambi pastor. Kuna vitu vingine kwa maisha, na wale watu wanataja ni wanaume. Nikuulize, kama unafikiria wewe umeshakuwa kahaba, unashinda Rahabu. Unajua mtu anaitwa Rahabu kwa Biblia? Biblia inasema alijulikana mji wote wa Jericho. Watu wote waliokuwa wanaingia Jericho walikuwa wanajua address ya kwanza ni kwa Rahabu. Mpaka wapelelezi wanaingia mjini, Rahabu hawezi kusahau, kwa sababu Rahabu ni karusha moto. Ukipita kwa Rahabu ni sharti ya kujue. Halo. Nilikuwa mahali hapo Egypt, yes. Nikaonyeshwa aina kama 10 za perfume ambazo hazitumiki kikawaida duniani. Ni perfume ambazo kazi yazo ni tofauti. Kuna perfume ambayo ukiweka hapa toni na hapa toni, huo usiku yeyote ambaye anakuja karibu yako anasinzia.
Kuna ingine ukiweka hivi, yeyote utakayekutana naye njiani anakutamani. Na alikuwa anataka kunipimia hapo. Ananiletea na pesa, you can test. Tulikuwa na kianza kingine kikasema, weka hapa. Hapa. Kikasema, I feel fresh. Nikasema, uta feel fresh milele. Na hizo perfumes ziko ambayo ukijipaka una attract opposite sex. Ukijipaka una relax mwili, ukijipaka unakuwa so excited and so sexy and so attractive. Yawa. Sasa hizo zote Raheli, huyu mtu ambaye nimekuambia Rahabu hakukuwa anazihitaji. Akitokezea tu hivi unamhitaji. Hakuna perfume. Na alikuwa anavutia kuvutia. Alikuwa anaangusha kuangusha. Na mpaka siku moja akavutia wale wenye wanakuja kutoka huko nje. Na hiyo usiku Biblia inasema instead of awavutie kwa dhambi ya uzinifu, usiku huo akaamua kubadili mawazo, akawaficha wasiuawe. Akawaficha wasiuawe. Na kwa sababu aliwaficha wasiuawe, ule usiku wakaja wakawatafuta, wakauliza, kuingia kwa Rahabu. Rahabu akasema sijawaona. Na asubuhi mapema akawaambia, piteni kabla geti haijaanza kusakiwa, muvuke muondoke, mrudi mahali mmetoka. Na wakatoka katika nchi kupeleleza, wakarudi. Wakamwambia, tutakapokuja, utakaposikia sauti za vita, chukueni kamba nyekundu ukafunge kwa nyumba yako, na watu wetu tutawaambia, mtakapoona kamba nyekundu, jueni ya kwamba mwanamke huyo alituokoa uhai, kwa hivyo msimzuru. Na wakati Joshua iko katika kupigana, wakagundua ya kwamba kuna kamba nyekundu ambayo inamaanisha nyumba hiyo msiizuru. Waliua wengine wote, wakaacha Rahabu. Katika historia ya kizazi cha Yesu Kristo, Rahabu ni mmoja wa wanawake wanaotajwa kwa sababu alikuwa kahaba, akabadili mawazo, na alipobadili mawazo, Biblia inasema akahesabiwa haki. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie utabadili mawazo. Tikiza mwingine, mwambie utabadili mawazo. Ninatangaza usiku wa leo, tunapobadili mawazo, mbingu zitutumie kwa jina la Yesu. Nasema unapobadili mawazo, mbingu zikutumie kwa jina la Yesu. Nasema unapobadili mawazo, usiku wa leo, Roho Mtakatifu atue juu yako. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Unasema hiyo ni Rahabu. Unajua mimi nimezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa huko kwa milima ya huko. Walikwambia milima ya kwenu inashinda milima ya kwa kina Ruth. Inashinda Moabu. Ruth alizaliwa Moabu. Soma Mathayo 1, ukisoma chini utaelewa vizuri. Ruth alizaliwa Moabu. Ama niache kuongea nikifungua pasta. Mathayo 1. Mathayo 1. Mathayo kwa Biblia yako. Anza mstari wa kwanza. Hiki ndicho kitabu cha kizazi cha Kristo mwana wa Daudi, kizazi cha Absalom mwana wa Abrahamu, kizazi cha John Moli. Abrahamu alizaa Isaka, kizazi cha Alfred. Kizazi cha nani? Kizazi cha Kristo mwana wa Mungu. Maana yake Kristo wanaongea juu ya wenye walijuaga apia kwa historia ya kizazi chake. Wewe unataka kunieleza kizazi yako? Kizazi yako ni gani? Sikiza sasa, wenye walitokezea kwa kizazi ya Yesu. Unataka kuniambia unajua sisi tumezaliwa kwa familia ya Wakora, familia ya Waroki, familia ya Wezi. Sikiza sasa nikuambie kizazi cha Yesu naye. Ya Yesu Kristo. Anza. Abrahamu alizaa Isaka. Abrahamu alikuwa mtoto wa nani? Abrahamu alikuwa mtoto wa Tera. Tera alikuwa nani? Tera alikuwa mtu ambaye alikuwa anafanya watu waabudu miungu ya mwezi. Alikuwa mtu
ambaye alijua kuabudu miezi kama njia ya Mungu. Huu mwezi tu wa juu ndiye alikuwa akiabudu huko katika mji wao wa Wakaldayo. Sasa swali ni hii, kama Abrahamu alizaliwa katika nyumba ya kuabudu miezi, Biblia inamtaja hapo, wewe ni nani? Mama yangu alikuwa anaenda kwa waganga, hata walijua kunichanja hapa na wakakuchanja hata hapa. Ukibadili mawazo leo, mbingu zitakutumia. Nasema ukibadili mawazo leo, mbingu zitakutumia. Nasema ukibadili mawazo leo, mbingu zitakutumia. Kama na mimi nisema nitabadili mawazo. Kama Abrahamu alikuwa mtoto wa Tera, na Tera alikuwa mwabudu sanamu, na lakini Mungu akatumia Abrahamu kwa kizazi cha Kristo, wewe ni nani? Leo Yesu atakutumia leo. Nasema leo mbingu zitakutumia leo. Nasema leo mbingu zitakutumia leo. Patia mwenzako high five, mwambie mbingu zitanitumia. Angalia mwingine huyo anakaa kama hataki mbingu zikutumia, mwambie mbingu zitanitumia bwana. Yawa. Soma pastor. Isaka akazaa Yakobo. Isaka akazaa Yakobo. Yakobo akazaa Yuda na ndugu zake. Ngojea hapo. Isaka akazaa Yakobo. Unajua Isaka akizaa Yakobo ilikuwa ni nini? Isaka alikuwa amengojea mtoto kutoka kwa bibi yake, na bibi yake alikuwa tasa. Kumbuka mama ya Isaka pia alikuwa tasa. Unasema sisi tumezaliwa kwa familia ambayo ilikuwa na magumu kuliko utasa wa Sara, lakini Sara akapata neema, akapata Isaka. Isaka akapata neema kwa kupitia usara wa Rebeka, akapata Yakobo. Na Biblia inasema Yakobo na Esau walikuwa wanapigana kwa tumbo. Walipigana kwa tumbo. Mimi nilizaliwa kwa CS, ni kama kisu linipitanga kwa akili. Ulipigana kwa tumbo wewe, kwenda huko. Mungu atakutumia kwa jina la Yesu. Nasema Mungu atakutumia kwa jina la Yesu. Soma baba. Yuda akazaa Peresi na Zera kwa Tamari. Sikiza. Yakobo, jina Yakobo ni nini? Mkora, ndio maana yake. Lakini Yakobo anatajwa kwa Biblia. Yakobo anatajwa kwa historia ya kuzaliwa kwa Yesu. Ikiwa Yakobo anatajwa, utatajwa kwa wale ambao watabadili dunia. Nasema ikiwa Yakobo anatajwa, utatajwa kwa wale watabadili dunia. Ni nini ilifanya Yakobo atajwe? Ni kwa sababu siku moja alienda mbele ya Kristo, mbele ya Mungu, na akamwambia, sitakuacha mpaka unibadiliki, unibariki. Akabadili mawazo, wakamuita jina Israeli. Ikiwa Yakobo ametajwa, hata jina lako litatajwa. Nasema hata lako litatajwa. Nasema hata lako usiku wa leo litatajwa kwa jina la Yesu. Peresi akazaa Esroni. Yuda akazaa nani? Yuda akazaa Peresi na Zera. Yuda akazaa Peresi na Zera kutoka kwa nani? Kwa Tamari. Kwa Tamari. Sikiza nikuulize wewe, Tamari ni nani? Tamari alikuwa msichana ambaye alikuwa ameoleka kwa nyumba ya Yuda. Sio kuoleka kwa sababu Yuda amemuoa kama mke wa pili ama mke wa tatu. Hapana, alikuwa ameoleka kama mke wa mtoto wa Yuda, na Yuda akampea kijana wake wa kwanza. Alipolala naye siku ya kwanza, Biblia inasema akafariki, na huyo mama akapewa mtoto wa pili wa Yuda. Na mtoto wa pili wa Yuda alipolala na yeye hiyo usiku, Biblia inasema akamasturbate, na kwa sababu ya hiyo akafariki. Na alipofariki, huyu mama anaua wanaume. Tamari, wewe umeshaua wangapi? Ikiwa Tamari anatajwa kwa Biblia, natangaza kwa jina la Yesu, utatajwa kwa uamsho wa mwisho. Natangaza utatajwa kwa uamsho ambao unaenda kumaliza dunia. Natangaza utatajwa kwa uamsho ambao unaenda kutayarisha kanisa. Angalia jina lako, mwambie ni wewe utatajwa. Mbona unaogopa? Mwangalie, mwambie ni wewe. Nani alikwambia wewe umeshaua wangapi? Wanaume wangapi? Wewe ni mwanaume tu. Ukiona Tamari hivi, msalaba inajichapa hapa. Ukimhaka, wanaanza kutengeneza jeneza. Ukimwambia I love you, wanaanza kuchimba kaburi. Tamari. Lakini yeye anatajwa kwa wale kizazi ya nani? Ya Axos. Kizazi cha nani? Utatajwa kwa uamsho. Nasema utatajwa kwa uamsho. Nasema utatajwa kwa uamsho. Mbingu zitakutumia ulete uamsho kwa jina la Yesu. Chika kichwa chako tena, Bwana Yesu, leo nitabadili mawazo, uniwezeshe. Endelea pastor. Tamari alikuwa ni nani? Alikuwa ni mke wa mtoto wa Yuda, na kwa sababu wa kwanza alifariki, wa pili akafariki, wakasema huyu mama anaua wanaume. Ikabidi wamfukuze, wamdanganye, wamwambie ungojee mdogo akomae alafu tutakupea. Na alipongojea mdogo akomae, wakamnyima naye. Akasirika kwa sababu akagundua ya kwamba wanaogopa naye asife. Akaenda kwa mji wao zaidi ya kuua wanaume, akawa kahaba huko. Harlot.
na katika kufanya ukahaba akafanyia uamuzi kwa akili zake, sio kudanganywa. Akatarget, sasa hivi wamecheza na mimi, wameninyima mtoto wao, nitapita na baba yao. Alo, Mwanzo 38 akapita na Yuda. Sasa swali ni hii, wewe umeshazini na babako mkwe? Kuna mtu hapa ameshalala na babake mkwe? Mimi sijani Mungu atanitumia, sijani Mungu na kutangazia leo, ukibadili mawazo Mungu atakutumia, kwa sababu dhambi ambazo umezifanya ni ndogo kuliko zile ambazo zimetajwa kwa Biblia, lakini walipobadili mawazo walitumiwa. Naomba mbingu zikutumie usiku wa leo. Nasema mbingu zikutumie usiku wa leo. Nasema mbingu zikutumie usiku wa leo. Angalia jirani yako, mwambie acha uoga wewe. Tamari akaamua akapita na father-in-law. Akazaa mtoto. Huyo mtoto ni tabu. Mtoto ambaye amezaliwa na baba na msichana. Lakini huyo mtoto ambaye ni tabu anaitwa Perezi. Perezi inamaanisha breakthrough. Ukienda kusoma historia ya Yesu Kristo, Perezi ametajwa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mchungaji. Perezi akazaa Hesironi. Hesironi akazaa Ramu. Hesironi akazaa Ramu, endelea. Ramu akazaa Abinadamu. Ramu akazaa Abinadamu. Abinadamu akazaa Nasoni. Nasoni akazaa Salmoni. Salmoni, hapa Salmoni tunataka kusikia kitu. Salmoni akazaa Boazi kwa Rahaba. Salmoni ndiye ambaye alikuwa kwa wale watu ambao walikuwa wameenda kupeleleza mji, na huyo Salmoni akachukua Rahabu. Am I talking to somebody? Huyo Salmoni alipoona ya kwamba wamesema hiyo nyumba ya Rahabu isiguswe, akataka kujua huyu mwenye wameprotect namna hivi ni nani. Alipoenda kumwangalia akakutana, yes, ni mtu, ni Rahabu. Alipoona ni mtu akachukua haraka. Ni nini ilifanya Mungu aruhusu Rahabu achukuliwe? Ijapokuwa Mungu alijua Rahabu alikuwa kahaba. Ninakutangazia leo, ukibadili mawazo, kuchukuliwa utachukuliwa, kutumiwa utatumiwa, kuinuliwa utainuliwa. Mbingu zitakutumia kama unaamini, sema haleluya. Nitabadili mawazo leo. Nasema tutabadili mawazo. Nasema tutabadili mawazo. Salmoni alipooa, nafikiri watu walimwambia, nini unaoa? Wewe unaoa nini? Wewe uliza wanaume wa hii mji watakwambia huyo ni nani. Wanaume wa mji hawatajwi, lakini kahaba ametajwa. Natangaza leo, wale walifikiria umejaa dhambi wataachwa utajwe. Nasema ukibadili mawazo wataachwa utajwe. Naomba leo mbingu ngupe neema ubadili mawazo. Dada zangu, kaka zangu, watoto wa Mungu, kujifanya hivi haijatufanya watakatifu. Bwana asifiwe ndugu yangu. Haija kufanya mtakatifu. Kufanya mtakatifu ni mpaka ubadili mawazo. Nasema mpaka tubadili mawazo. Usiku wa leo tutabadili mawazo. Tutakataa dhambi za ukoo, tutakataa mawazo ya ushenzi, tutakataa tabia za upumbavu. Tunasema Bwana, tumetosheka na dhambi za dunia, tumetosheka na kazi tumetumiwa, tumetosheka na agizi tumeonewa, na pia tumetoshekwa na kudanganywa na shetani. Tuko tayari ututumie. Haleluya. Na kutangazia leo utatumiwa leo. Roho Mtakatifu atatua juu yako leo. Usiku wa leo atatua juu yako. Nasema Roho Mtakatifu atatua juu yako. Ataanza kufunua vipawa ndani yako. Unashangaa ni mimi anaamua vipawa viamuke ndani yangu. Ni wewe atakutumia. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Endelea pastor soma. Salmoni akazaa Boazi kwa Rahabu. Salmoni akazaa Boazi kwa nani? Boazi akazaa Obedi kwa Ruta. Ngoja hapo. Usiende hata mbali. Salmoni akazaa Boazi kwa Rahabu. Kila mtu hata usipokaa pastor kuna shida. Kila mtu kati yenu. Prophet mnakuwa mnajitabiria. I release my Boaz. I release my Boaz. Unajua huyo Boazi ni mtoto wa kahaba. Boazi ni mtoto wa kahaba.
lakini kwa sababu alitumiwa kwa Biblia na kainuliwa na alikuwa mtajiri. Kumbe hata mtoto wa kahaba anaweza kuwa mtajiri. Hata mtoto wa kahaba anaweza kuwa. Natangaza Mungu atakutumia wewe, Mungu atakuinua wewe, Mungu atakufanyikisha wewe kwa kila kazi unafanya. Na wewe nikisema Mungu atakutumia, sio tu kusema Mungu atakutumia uwe mhubiri. Kukujaza roho atakujaza, pia kukufanyikisha atakufanyikisha. Ikiwa Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kucreate pesa, lakini akatuma Petro aende azivue kwa sababu Petro alikuwa na ujuzi wako pia utatumika kwa jina la Yesu. Nasema ujuzi wako pia kanisani atautumia kwa jina la Yesu. Sote hajatuita tuhubiri. Wengine watahubiri, wengine wataimbisha nyimbo, wengine watatoa, wengine watajenga, wengine watatunza watu mioyo. Naomba mbingu zikutumie. Nasema mbingu zikutumie. Nasema mbingu zikutumie. Angalia jina lako, mwambie atakutumia kwa jina la Yesu. Boazi alikuwa mtoto wa Rahabu. Rahabu alikuwa kahaba, lakini Boazi alikuwa mtajiri. Na huyu Boazi alikuwa mtu wa kujielewa. Na Boazi naye akazaa Obedi kwa Ruta. Akazaa Obedi kwa Ruta. Huyu Ruta ndio Ruth. Ruth alikuwa Moabu. Moabu ni nini? Moabu, wa Moabu na Waamoni ni watoto wawili. Sikiza nikwambie siri. Wa Moabu na Waamoni ni watoto wawili waliozaliwa kwa wasichana wawili wa mtu ambaye anaitwa Loti. Kwa sababu wakati mke wa Loti aligeuka kuwa chumvi, basi na walikimbilia kwa mlima kujificha. Wasichana wa Loti wakaamua ya kwamba kwa sababu hatuna wanaume tena ambao wanaweza kutuchukua na kutuoa, tutaendeleshaje kizazi chetu? Wakalewesha baba yao, wakapita na yeye. Wakapita na baba yao. Wa kwanza akazaa Amoni, wa pili akazaa Moabu. Na Mungu akasema hizo nchi mbili zimelaaniwa kwa sababu ni kizao cha baba na msichana. Baba na msichana. Kwa hivyo wamelaaniwa. Kwa sababu ya hiyo wa Moabu walibidi wamalizike duniani na Waamoni wamalizike duniani. Lakini kwa wa Moabu palikuwa na mtu mmoja ambaye hakumalizika. Jina lake linatajwa mpaka leo kwa sababu hata katika laana ukibadili mawazo, neema inakuchukua, inakutumia, inakutangazia leo. Ikiwa Rutu ametajwa na ni incensed, Mungu akutaje kwa jina la Yesu. Ikiwa Rutu ametajwa ni tabu ambaye amezaliwa kwa kizazi ambayo ilianza na baba na msichana, natangaza Mungu akutumie. Amen. Kwani unakaa hapa, wewe ni mtoto wa nani? Mama yako ni dada yako? Watoto wa wale wasichana walikuwa mabradhi na mama zao, kwa sababu wote wanachangia baba. Wewe na mama yako mnachangia baba. Wewe huyu ni grandpa? Hapana, ni daddy. Manake Kilutu kilikuwa kidadi na kigrandaddy. Lakini kutoka kwa hiyo kizazi iliyolaaniwa, Mungu akachukua Ruth na akainua huyo Ruth akamfanya kuwa mmoja wa wale wazazi mashosho wa Yesu. Ninaomba leo kwa jina la Yesu Kristo, mbingu zikutoe katika ukoo wa laana. Utakapobadili mawazo usiku wa leo, zikupatie kiti mahali wengine hawana kiti kwa jina la Yesu. Kama unanisikia sema haleluya. Kuna mtu kwa tayari kubadili mawazo leo? Kuna vile ulikuwa unajiangalia, unajidharau. Kwa sababu tuko na katoto kamoja, umeshaanza kujidharau. Mimi sasa sijui kama Mungu anaweza kunitumia na katoto, sijui. Kwa nini muti? Mungu atakutumia kwa jina la Yesu. Kwa sababu tu sasa ulikuwa umefanya dhambi na ukaokoka, na hiyo dhambi tu kila siku shetani anakuambia kumbuka dhambi zako, kumbuka dhambi zako. Leo utamwambia shetani sitakumbukaga kitu tena. Nimebadili mawazo. Nimegundua ya kwamba Kristo alipokufa msalabani hakukufa mara 5, alikufa mara 1 na dhambi zangu zimesamehewa mara moja. Soma baba. Obedi akazaa Yese. Ya huyo Obedi akazaa Jese. Jese ni jina kubwa kwa Biblia kwa sababu Jese ndiye baba ya Daudi. Na huyu Daudi kuka yake alizaliwaga pia naye na mtu ambaye ametoka kwa laana. Maana yake shosh ya Daudi ambaye ni Ruth alikuwa Moabu. Akazaa Obedi na Obedi akazaa Jese. Alafu Jese akazaa Daudi mfalme. Endelea sasa usikize maajabu sasa ya Daudi naye. Huyo mwenye tunajua Daudi. Halo?
Si kila mtu anajua sasa Daudi ndiye kusema, Daudi ndiye kila kitu. Na mimi nataka niwe friend ya God kama Daudi. Tunafikiria Daudi alikuwa anaamuka asubuhi mbinguni, anatokezea duniani, na baada ya kutokezea duniani usiku anarudi mbinguni. Ndio kwa maana Mungu akamuita I found a man after my own heart. Kwa sababu Daudi hakuwahi kufanya dhambi, alikuwa akifanya tu hivi utukufu. Akifanya hivi utukufu. Daudi akazaa Solomono kwa yule mke wa Uria. Aya. A man after God's heart. Akazaa na wife ya wenyewe. Kwani Mungu naye hangetajaga achukue tu mke mwingine yote mwenye sio wa wenyewe ndio ataje kwa Biblia? Alo. Mungu akaona tu mmoja mwenye anaweza kutaja ni mke wa Uria. Natangaza usiku wa leo, mbingu zikutaje kwa jina la Yesu. Nasema mbingu zikutaje kwa jina la Yesu. Bila kuangalia madhaifu yako, bila kuangalia mafanikio yoyote ile ambayo shetani anataka kukuibia, mbingu zikutaje kwa jina la Yesu. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Biblia inasema na Daudi akazaa Solomono kwa nani? Kwa mke wa Uria. Kwa mke wa Uria. Sasa swali ni hii. Wewe unashinda Solomono hekima? Unamshinda Solomono hekima? Mungu amekuachia matasa, ushukuru, tuendelee kusikiza injili. Unashinda Solomono hekima? Lakini alizaliwa kwa mke wa nani? Wa Uria. Naomba hata kama umetoka kwa kizazi ya isiyoeleweka, baada ya wewe kubadili mawazo usiku wa leo, mbingu zikutumie. Nasema mbingu zikutumie. Nasema mbingu zikutumie. Msijisumbue ndugu zangu, hii inakaa smart. Unajua inakaa ni kama tuko New York. Nasema mbingu zikutumie kwa jina la Yesu. Sasa usiku wa leo tunapoenda kuomba, tunaenda kuomba ombi moja. Na majina zinaweza kuendelea kutajwa lakini tutaachia hapo. Tumeona Rahabu hapo, tumeona Ruthi hapo, tumeona Bersheba ambaye ndiye mke wa Daudi, na tukiendelea chini kuna yule anaitwa Maria. Halo? Maria, kati yenu hapa nani anajua andiko yenye nasema jina ya mama Maria? Mama yake. Nani anajua andiko hiyo? Mahali Biblia inasema na Maria akazaliwa na mama fulani. Nani anajua andiko yenye nasema basi baba yake? Ikiwa Maria hana ukoo ambayo inatajwa kwa Biblia, lakini akazaa Yesu, utazaa makubwa wewe. Nasema utazaa makubwa wewe. Nasema utazaa makubwa wewe. Jina ya mama yako nani? Nauliza jina ya mama yako nani? Kumbe unajua. Jina ya mama yako nani? Wengine inakaa signature lakini sawa tu. Ikiwa unajua jina ya mama yako na unajua jina ya baba yako, sisi hatujui kwa Biblia ya mama Maria na hatujui ya baba Maria, lakini Maria Biblia inasema amebarikiwa kuliko na kutangazia leo, usiku wa leo, ikiwa Mungu amenituma kwako, baada ya wewe kubadili mawazo, historia yako itaandikwa. Nasema historia yako itaandikwa. Nasema historia yako itaandikwa. Sio kesho. Nasema sio kesho. Nasema usiku. Simama kwa miguu yako. Kuja hapa mbele kwa dakika moja.